Naomba msikilize kwa makini kiongozi, kisha tutazungumza baadaye. Kwa sababu wametoa mambo matatu makuu. Kwanza, hawana uwezo wa umahiri wa kuchambua mambo. Yaani hawawezi kuchambua mambo. Maana wameenda vyuoni lakini kunatakiwa uchambue hoja, uichambue. Hawajui. Ni hatari hicho kizazi cha miaka hiyo. Lakini pili, hawana umahiri wa kutumia lugha rasmi za mawasiliano. Maana huyu mtu ni hasara au tukimpeleka kwenye mawasiliano na kidiplomasia, shule hamna ya kufanya hivyo. Lakini lecture akasema yule Dr. Nzima akasema kwamba yote inatokana na kutokuwa na misingi katika sekondari. Umeona hasara iko wapi? Kwa chochote kinachokwenda juu, chini kikiwa kibovu, shughuli inakuwa ngumu. Ndio maana Mchina anaweka usiliasi mkubwa sana kutengeneza msingi mzuri ili juu. Sasa hapa tuna wasomi wengi lakini hawana umahiri. Hawawezi kujielezea, wabovu kila idara. Lakini tunao wengine barua kazi pia hajui kuandika, anamkodisha mtu. Si tunaona bwana wanavyooya. Mimi nilikuwa mtaalamu kwenye mambo ya kujaza visa, unataka kuomba visa sio nini. Nadhani umemsikia vizuri, ametoa hoja zake ni tatu ambazo ameona kama ni changamoto. Hoja ya kwanza amesema kwamba wasomi wengi hawana uwezo wa kuchambua mambo. Uwezo wao wa kuchambua mambo ni duni, ni dhaifu. Lakini pia ameeleza kwamba changamoto kubwa ipo kwenye sekondari. Lakini kingine pia ameeleza hawajui matumizi rasmi ya lugha rasmi. Sasa ngoja tuzungumzie hoja moja baada ya nyingine. Kwenye hoja ya kwanza ambayo ameelezea kwamba hivi wasomi wengi hawana uwezo wa kuchambua mambo au uwezo wao wa kuchambua mambo ni mdogo. Hapa nakubaliana naye kwa sababu pia hata mimi mwenyewe ninaona baadhi ya wasomi tayari uwezo wao wa kuchambua mambo ni dhaifu. Na kwa nini ni dhaifu? Ni dhaifu kwa sababu wasomi walio wengi tayari wameshachagua upande mwingine, wamesimama huku. Maana yake wanapata taarifa za upande mmoja, na ili uwe na umahiri wa kuchambua hoja ni lazima upate taarifa kutoka kwenye vyanzo tofauti, hata vile ambavyo vinakinzana na kile chanzo unachokiamini. Lazima pia upate taarifa ambazo zitakusaidia wewe kwenye kuchambua zile hoja, kwa sababu hata katika mambo ambayo tunasema kwamba ni negative huwa kuna mafunzo, lakini wasomi walio wengi wamechagua upande ambao wamesimama nao. Lakini pia kingine ni juu ya kutumia matumizi rasmi, yani matumizi ya lugha rasmi. Wengi hawajui kwa sababu sio kwamba hawakufundishwa, walifundishwa. Mimi nakumbuka sekondari lazima tulifundishwa na ninyi mlifundishwa. Kwa nini? Ili uzungumze na mtu lazima uzingatie ni vitu kama vitatu. Lazima kwamba unazungumza na nani yako, unazungumza na baba yako mzazi wako, au unazungumza na rafiki yako, au unazungumza na kiongozi wa serikali. Lazima hayo uyazingatie. Uzingatie ni wapi mnapozungumza, uzingatie ni kipi mnachozungumzia. Hilo ndio jambo ambalo inabidi walizingatie. Ninajua kabisa walifundishwa, si kwamba eti hawakufundishwa. Na ili uwe na uwezo mkubwa wa kuchambua mambo, nimeshasema lazima uwe na vyanzo vingi vya taarifa. Lakini kingine kusema kwamba sekondari ndipo kuna msingi mbovu, hapana. Msingi mimi ninaona ni kwenye familia. Familia nyingi hazina utamaduni wa kujadili. Wazazi wengi wanaamini kwamba hivi watoto wao inabidi wapate ufaulu wa juu, wastani wa A ndio wana akili. Hapana. Kwa dunia sasa tunakoelekea inahitaji kwamba mtu awe na ujuzi, sio ujuzi kwamba anaelewa nini, anajua nini. Kwa maana yake familia nyingi hazina ule utamaduni wa kujadili mambo ya kifamilia pamoja na watoto wao. Familia nyingi hususan ni wazazi wao wako bize kutafuta kujenga uchumi wa familia. Labda ngoja niwape mfano mmoja kwamba mimi kipindi niko shule ya msingi nilikuwa ni muoga sana. Mama alibadilisha utaratibu. Nakumbuka wazazi wa kike au tunasema mama ndio walimu wa familia. Maana yake sasa wazazi wa sasa hivi, wanawake wa sasa hivi wameacha hilo jukumu kwa sababu na wao wamejiona kwamba wanapaswa kupambania uchumi na sio kuwajengea watoto wao msingi bora. Uchumi inabidi mpambanie, lakini pia mkumbuke kuwajengea msingi mzuri watoto wenu. Mama alibadilisha utaratibu pale nyumbani. Alijua kabisa kwamba hawa watoto hata shuleni wanapigwa na walimu kwa sababu hawajui kujieleza. Mama akabadilisha. Kwa nini hawajui kujieleza? Hawajui lugha, akabadilisha. Badala ya kutumia Kisukuma nyumbani, tukawa tunatumia Kiswahili kila siku. Halafu kingine tukatengeneza utaratibu wa kuwa tunajadili usiku. Tunajadili nini? Wakati mwingine tunapewa vyuo vya sala
unasoma sala, unaanza kuelezea unaelezea familia ikiwa na kusikiliza. Hii ilisaidia sana kujenga uwezo wa kuchambua au wa kuzungumza au wa kujieleza. Na kweli hii nilipata impact kwa sababu ilifikia sehemu walimu walikuwa wanakataa kunisikiliza. Walikuwa wanataka hata kama nimefanya kosa wanichape kwanza ndipo wanisikilize. Maana yake hii ilinisaidia. Nilipata uwezo wa kujieleza, uwezo mkubwa wa kujieleza, kana kwamba mwalimu yeyote yule ambaye alikuwa ananipa nafasi ya kunisikiliza alikuwa hawezi kunichapa hata kama nimekosea, alikuwa ananisamehe. Maana yake ni nini? Watoto wajengewe uwezo wa kujadili wakiwa nyumbani. Hii itasaidia sana kuliko ambavyo sasa hivi inaenda. Watoto wengi wako bize kuangalia katuni, watoto wengi wako bize kucheza magame, kitu ambacho hakitawasaidia wao kuwa na ujuzi au stadi za maisha. Hilo ndilo nilikuwa naona kabisa ni jambo ambalo inabidi lizingatiwe. Halafu jambo lingine ni kwamba mimi ninachogundua kwamba wasomi wengi hawana ule uwezo wa kuchambua. Ni tayari kwa sababu wameshachagua upande mmoja wa kusikiliza. Unakuta msomi mkubwa kabisa una upande wa kusikiliza. Kwanza msomi inatakiwa usiwe na upande mmoja wa kusikiliza, usiegemee. Msomi inatakiwa ukusanye taarifa kutoka vyanzo mbalimbali, hata vile ambavyo vinakinzana na kile unachokiamini inabidi ukipokee. Halafu kingine, matumizi ya lugha rasmi. Tulifundishwa, msitaki kusema kwamba eti walimu hawafundishi, wanafundisha. Mimi mbona navikumbuka? Lazima uzingatie mahusiano yaliyopo, lazima uzingatie muktadha, lazima uzingatie kwamba mada gani unaizungumzia. Hayo ndiyo mambo ya msingi ya kuyafuatilia katika lugha rasmi unapokuwa unazungumza. Lakini nini changamoto ni nini? Inabidi turudishe utaratibu. Mimi nadhani tukibadilisha kwenye familia, kila familia ikitengeneza msingi wa kujadili mambo ya kifamilia, basi tutatengeneza wasomi ambao watakuwa wanafikiri, sio wasomi ambao watakuwa wamejaza vitu kichwani. Wanaofaulu sasa hivi sio kwamba wanaelewa mambo, hapana. Wengi wao wamekalili. Kwa sababu gani? Mitihani mingi ni ya kukalili. Yaani mimi mtu ambaye ninaweza nikamuappreciate kwamba anaelewa ni yule ambaye anafaulu science, yule ambaye anafaulu mathematics. Hao ndio tunaweza tukasema wanauelewa. Lakini wale ambao wanafaulu yale masomo mengine, hapana, hao tu wanakalili. Maana yake ninachotaka kukisema ni nini? Elimu ni bora, lakini vitendo ni bora zaidi. Kwenye matumizi ya lugha niwakumbushe, hadi makanisani. Kwani wanaosema matusi wanatoka wapi? Si ni kanisani? Lakini siwashangai kwa sababu ninaelewa. Mtu, yani muembe hauwezi ukatoa mpela. Muembe hauwezi ukatoa tunda la pela. Muembe utatoa embe. Maana yake ni nini? Mtu hawezi akasema kitu ambacho hakipo kichwani mwake. Ukimsikia mtu anasema matusi, ujue kwamba kichwani kwake kumejaa taarifa za matusi. Maana yake ndizo atakazozitoa. Kwa hiyo usilalamike sana wala usinungunike. Kwa hiyo solution ni nini? Familia zitengeneze utaratibu wa kujadili mambo ya kifamilia pamoja na watoto wao, wawajengee huo uwezo. Ndio utakao kuja kuwasaidia, kwa sababu tunaona hata kwenye malezi watoto wanabadilika tabia. Unawalea we vizuri, wanatoka nyumbani, wakirudi wana tabia nyingine. Kwa nini wana tabia nyingine? Kwa sababu msingi wa tabia zao uliujenga katika uoga, haukuujenga katika uelewa na kujisimamia wao. Uliwatisha, ulikuwa unawatisha, unawachapa badala ya kuwapa ni mambo gani ambayo inabidi wafanye. Kwa maana yake wazazi na ninyi mnahusika kwa kiwango kikubwa sana katika kuzalisha wasomi ambao hawana uwezo wa kuhoji, wasomi ambao hawawezi kutumia lugha rasmi, wasomi ambao hata kufikiria tu kwa kina hawawezi. Ninawakumbusha wazazi, mnahusika sana. Wewe mama, zingatia, pamoja na kutafuta pesa, hakikisha unajadili na watoto wako nyumbani. Baada ya kuyasema hayo, Tanzania itajengwa na Watanzania wanaofikiri, wenye akili timamu.